is what we have been sharing in Deliverance Church Imara Daima for over 1 month. Kile tumekuwa tukishiriki kule Imara kwa mwezi takriban. The entire month of September. Mwezi mzima wa 9. We were soaked in this scripture. Tulizama katika kifungu hiki. We are still in it even when we have jumped September. Bado tumo ndani hata tukiwa tumepita September. Therefore, when our good friend Reverend Owen gave me an invitation with his wife, wakati rafiki yangu mwema Reverend Owen alinialika pamoja na mkewe, it was when he asked, "What do you want to come and minister?" I told him quickly, "I'll minister while I'm ministering in the church in our church because it has blessed us." Kaniuliza nihudumu nini, nikasema kwa haraka kwa sababu kilikuwa kimetubariki. Praise God. Bwana asifiwe. And therefore, beginning today, I'll be closing on Wednesday. Nitakuwa nafunga siku ya Jumatano. Please get what you can get, forget what you can forget. Tafadhali pata kile unaweza pata, sahau kile unaweza. If you have a pen and paper to write, I don't mind. Kama una kalamu na kitabu kunukuu, sijali. Even if you want to doze, you cannot doze on me. Hata kama unataka kusinzia, usisinzie kwa. I promise. Na kuahidi hawezi sinzia. Wanasifiwa. And therefore I'm not bringing something new that you have never heard. I'm bringing something very common. Sileti kitu kipi ambacho haujasikia, naleta kitu cha kawaida. We are picking the theme of this Bible week or Bible marathon or Bible discovery. Tunachukua mada hii ya kuvumbua Biblia from Isaiah chapter number 1 and the verse number 17. Kitabu ni Isaiah 1 beti wa 17. Please, if I say praise the Lord, just give me a big amen. If I say lift up your hand and give the Lord a hand clap, please just lift up your hand and give up. If you don't, my members will do that because that's what they do. Kile ambacho kile nasema msipofanya washiriki wangu watalifanyia. Praise God. I said praise God. The reason why I brought them in large numbers is not because they can give me a better amen. Niliwaleta kwa kikundi kikubwa kinipe amina tosha. Amen. And our good IT people already have projected what I want to share. Can we read it? I said in the first service that Deliverance Church Sarika is a congregation of men and women who have gone to school, and when they read audibly. Sarika ni watu wamesoma, wakisoma wanasoma kwa sauti. And I want to give us a chance to just go through the scriptures. The Bible says that faith comes by hearing and hearing the word of God. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. And when you read and read again, you become the scripture. Ukisoma tena utakuwa basi kifungu hicho. Can we read 1, 2, 3, go? Now to do good, seek justice, rebuke the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow. Praise God. Amen. Our Father in heaven, Baba katika jina la Yesu, basing on this scripture, tukiangalia kifungu hiki, speak to us in the entire week. Tunene katika juma lote. Reveal to us that which you want us to hear from this scripture. Tufunulie kile ungependa tusikie kutoka kwa kifungu hiki. It is our prayer. Ni ombi letu that our eyes will be awake, kwamba macho yetu yatakuwa our minds will be alert, mawazo yetu yatakuwa hima, and our hearts will be receptive. Hata mioyo yetu itakuwa ya kupokea. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Put your hands together and just bless the name of the Lord. Amen. Praise God. Wanasifiwe. Ladies and gentlemen, my Christian brothers and sisters. Bibi na mabwana, dadangu na ndugu yangu katika Yesu. Who is the author of the portion of scripture we have read? Mwandishi wa kifungu hiki ni nani? This is Isaiah. Huyu ni Isaiah. Isaiah is one of the great prophets in the Bible. Isaiah ni nabii mkuu katika Biblia. If you are a scholar, you understand that we have minor prophets and major prophets. Kama wewe ni mwanafunzi unajua kuna manabii wadogo na wakuu. In this case, katika kesi hii, the author of the portion of scripture we have read, mwandishi wa kipande cha kifungu ambacho tumesoma, is not a minor prophet. Si nabii mdogo. This is a major prophet. Huyu ni nabii mkuu.
case you want to underrate and undermine, labda tu kama unataka kushusha, this you can't underrate. huyu hawezi, Because this is a man that is renowned. kwa sababu huyu ni mtu ambaye amebobea. Praise God. Wanasifiwe. He puts pen to paper Ananukuu and he says, learn to do good. anasema jifunzeni kutenda mema. That is not complicated. Hiyo si kitu ambacho kinaweza changanya. If you are looking for a complicated sermon, Kama unatafuta ujumbe ambao umechanganywa, try elsewhere. tafadhali jaribu It kwingine. is not complicated. Hii haijachanganywa. Ladies and gentlemen, Basi mabibi na mabwana, for the entire week, juma lote I will be discussing learn to do good. nitakuwa basi nazungumzia jifunze kutenda mema. If you can learn to do good at your home, Kama unaweza jifunze kutenda mema hapo it nyumbani, will be a success story. itakuwa basi ni ufanisi. If you can learn to be a good Christian in church, Kama utajifunza kuwa Mkristo mwema it kanisani, shall be a plus for me. basi itakuwa kitu cha ongezeko. If you can learn to do good at your working place, Kama utajifunza kutenda mema mahali pako pa glory ajira, to God. tukufu kwa Mungu. If you can learn to be a good neighbor, Kama utajifunza kuwa jirani mwema, that you can be able to transform your neighborhood. kwamba unaweza wegeuza hata Blessed is the name of Jesus. tukuzwe jina la Yesu. If you can learn to be a good mother, Kama unaweza learn to be kujifunza a kuwa good mama father, mwema, baba mwema, I am telling you, nakwambia hili, the children that you have brought forth will be clapping for you. watoto ambao umekuza watakupigia makofi. Ladies and gentlemen, Mabibi na mabwana, learn to do good. jifunze kutenda mema. If you will forget anything I have spoken, Kama utasahau lote ambalo if nimezungumzia, that is your Bible, kama hiyo ni Biblia yako, underline learn to do good. basi uweze kutia kistari, jifunze kutenda mema. Praise God. Bwana asifiwe. Tomorrow as you come, Kesho unapokuja, don't come expecting something outside learn to do good. usije ukitarajia kitu nje ya jifunze kutenda mema. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. I have come to a place Nimekuja mahali of realizing ya kugundua that any good is learned. kwamba kitu chema unajifunza. I learned to go and susu in the toilet. Nikajifunza kwenda kususu kwenye choo. You don't susu on the bed. Hauwezi susu kwenye kitanda. It is good manners. Hiyo ni tabia njema. Are you understanding? Je, unaelewa? The simplest thing that you want to think about, Kitu cha rahisi ambacho ungetaka very positive, it is learned. ambacho ni chema, I lazima learned ujifunze. to give. Nikajifunza kutoa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I said praise the Lord. Sema Bwana asifiwe. It is good thing Ni kitu chema when you go visiting your parents unapoenda kuwatembelea wazazi wako and you have planned to buy a duvet for your parents. na umejipanga wanunulie blanketi, You have done a shopping for your parents. umewanunulia vitu, You are visiting your parents with your children. umewatembelea wazazi wako na watoto Teach wako. your children to go visiting their grandchildren with something. Wafunze kuwatembelea mababu zao na kitu. Praise God. Wanasifiwe. We are talking about learning to do good. Tunazungumzia jifunze kutenda mema. I'm just feeling like I say this. You go to the supermarket as a father and a mother. Unaenda kwenye supermarket kama baba na You mama, buy a duvet, you buy shopping for the parents. unanunua blanketi ama hata shopping kwa wazazi. When you go to your parents, your children have nothing. If you are a good parent, Ukienda kwa wazazi wako, watoto wako hawana chochote. Ukiwa mzazi mwema, ask your children if you have a son, daughter, or whoever, whichever children you have, to ask them, what do you want to take into your grandmother? What do you want to take into your nataka grandfather? kupelekea nani shosho ama babu, Let them be able to pick it from the supermarket. wacha wakichukue pale, Pay for them. wanunulie, Pack it separate. iweke vizuri tofauti. When you go, Ukifika, as you honor your parents, unapoheshimu wazazi, let your children also honor their wacha grandparents. watoto pia waweze Many kuwaheshimu. of us Wengi wetu are bringing up children who have no honor for their parents because tunawakuza they have watoto no idea. ambao hawana heshima kwa wazazi kwa sababu hawana wazo, They have no idea. They have never seen their father hawana wazo, motivate them. hawajaona wazazi wao wakiwatia moyo. Or came to say learn to do good.
Nimekuja kuambia mjifunze kutenda mema. Let's go to verse number 17. Twende ubeti wa 17. Holy Spirit help me that I may not preach, that I may teach. Roho Mtakatifu nisaidie nisihubiri nifunze. Verse number 16. Ubeti wa 16. This is what the Bible says. Hivi ndivyo Biblia inasema. The good people in Saika, watu wema wa Saika, please, tafadhali, let's read the portion of scripture. 1, 2, 3, go. Tusome sehemu hii. Wash yourselves, make yourselves clean, put away the evil of your deeds from your lives, cease to do evil. If you are a good Christian, kama wewe ni Mkristo mwema, and you like to be able to pick one or two things, you want to pick the one or na two things, unataka kuvichukua vitu moja but viwili, tomorrow you can be able to share somewhere. kesho uweze kushiriki mahali. Those are 4 points. Hivyo ni vipengele vinne. Number 1 Cha is kwanza, wash yourselves. jioshe. Number 2, Pili, make yourselves clean. basi jifanyeni safi. Number 3, put away all Cha evil. tatu, wekeni kando uovu wote. Praise the Lord. Amen. And number 4, cease Cha to do nne, evil. wacheni kutenda uovu. That is a 4-point sermon. Hiyo basi ni sermon ama ni ujumbe wa vipengele vinne. Praise the Lord. Wanasifiwa. The scripture says, Kifungu wash kinasema, yourselves. jiosheni. You don't wait to be washed. It's children who are waiting to be washed. Usingoje uoshwe kama watoto. You don't wait for somebody to come and change your clothes. It's you who changes your clothes. Usingoje mtu aje abadilishe mavazi yako, wewe badilisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are you understanding what I'm Je, saying? mnaelewa kile The nasema? Bible begins by saying, wash yourself. Biblia yako inaanza kwa kusema You jioshe. cannot wash a plate if it's not dirty. Haiwezekani uoshe sahani kama si chafu. God is saying, ladies and gentlemen, church, let's come to a place of asking ourselves, what are the areas we need to wash ourselves? Bwana anasema tufike mahali tujiulize ni sehemu gani na What is the dirt that has come in our na life? tukifika mahali pa kujiosha, basi ni uchafu upi umekuja katika maisha yetu. Does it require Omo or does it require Ariel? But this cleaning requires the blood of Jesus Christ. Unahitaji omo ama endo, lakini huu usafi unahitaji damu ya Yesu Kristo. Because we have sinned before the Lord our God. Kwa sababu tumetenda dhambi mbele ya Bwana Mungu. Because our God, Isaiah is saying, wash yourself, cleanse yourself, ask for confession. Jioshe, jisafishe, basi tubu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Wash yourself, Jiosheni, make yourself clean. jifanye wasafi. Heaven cannot be entered by people who are filthy. Mbingu haingiliki na watu wachafu. Heaven is a place of righteousness, holiness, and purity. Mbingu ni mahali pa haki, hata utakatifu na usafi. That is why it is important for the church today to come to a place of washing ourselves. Ni ya muhimu kanisa ifike nafasi ya kujiosha sisi wenyewe. Remember, I'm not asking how long you have been in church. There are people who have been in church but still require washing. Siulizi umekuwa kanisani muda gani, kwa sababu kuna watu wameshinda kanisani lakini wanahitaji. There are people who have given their lives to Jesus, but yet they still require the washing. Kuna watu wamejiita wa Yesu lakini bado wanahitaji kuoshwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is a good place for you to come and interrogate, asking yourself questions like, do I need the cleansing? Ni mahali pema wewe ufike ujiswali, ulize, ninahitaji kujisafisha. Wash yourselves, make yourselves clean, put away the evil uovu of your doings wa matendo yenu from my eyes. kutoka kwa macho yangu. That is the Lord speaking. Huyo ni Bwana ananena. He hates sin. Anachukia dhambi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He doesn't want to see sin. Yeye hataki It kuona could be dhambi. sin of immorality that is still happening in the church. Wash yourself. Jisafishe. It could be sin of Labda ni unfaithfulness. dhambi ya kutokuwa mwaminifu. You are not faithful. Wewe si mwaminifu. Learn to do good. Jifunze kutenda. Wash yourself. Jisafisheni. Where, Pastor, you are saying we are unfaithful.
where we are unfaithful in tithes and offering. You have never paid your church, your tithe in this church. Wewe haujatoa fungu lako la 10 katika kanisa hili. Never. Hakuna. Not because you don't have money. Si kwa sababu hauna pesa. The Lord is not interested in your money, but He is interested in lifting you. Mungu yeye hataki pesa zako, lakini yeye anasema, my goodness. He is saying, anasema, and He speaks to Adam. Na ananena Adam. The tree in the middle of the land, they will not eat. Akasema mti ambao umepandwa katikati ya shamba, if you eat it, you will surely die. Utakufa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Anyone Christian who eats his tithe, he is eating of the tree in the middle of the land. That is holy. That is sacred. You don't eat what is holy. Usile kitu kitakatifu. Put your hands together and just give a clap. Hallelujah. One time I'm driving on the Eastern Bypass. Kati moja nikiendesha kwenye barabara ya Eastern Bypass. And the police stops me. I was going to a prayer meeting that was in Ruai. Akanisimamisha, nilikuwa naenda smaller car. Nilikuwa naendesha gari dogo. He wants to go around to check whether the lights are on and wants to check the rims and the wheel. And he said, put on the side, let her funguo. Basi weka kando. And you know, I'm wondering, come out of the car and I'm telling him, Pastor, I'm going to a prayer meeting. Kamwambia mimi naenda mkutano wa maombi. He says, no, you know, you need to do something. You buy water. You buy water. They're asking for a bribe. Anauliza hongo. This is a police who have not learned to do good. Huyu ni polisi ambaye hajajifunza kutenda. You understand what I'm saying? Willing to give you, I'm willing to buy you water. And they pulled out my wallet, and I knew it didn't have money. So I pulled out my wallet. I said, oh my goodness, I have no money sina pesa to buy you water. Kununulia maji. What I have, kile niko nacho. Pull out an envelope. Katoa basi bahasha. And it has some money. Likuwa na pesa. But with my logo, the Deliverance Church Imara Daima, the Church of Choice. Church Imara Daima. I'm saying, if I get this is offering. Nikimpa hii sadaka. If I give you money from this offering, your children will die. Kupa sadaka kutoka hapa. This is for Levites. Hii ni ya Walawi. I want to kill you. Sitakuwa. I don't want to kill you. Sitaki kukuua. Praise the Lord. Bwana sifiwe. The police looked at me and said, Pastor, go for your prayer. Praise God. Bwana sifiwe. Why? Kwa nini? Learn to do good. Jifunze kutenda mema. You don't eat what is sacred. Hakuli kitu ambacho ni takatifu. You don't eat what belongs to the Lord. Hakuli kile ambacho ni kabisa. Learn to be a good Christian. Jifunze kuwa Mkristo. Good Christians to give a tithe at the end of their month. At the end of the month. Mwisho wa mwezi. Listen to this. Nisikize. A good Christian Kristo mwema will ask themselves, as I go to church, am I carrying a good offering? Je, nimebeba sadaka tosha? Praise the Lord. Bwana sifiwe. The Bible, we are learning about doing good. Tunajifunza kuhusu kujifunza. The Bible says, Biblia inasema, put away the evil weka kando of uovu your doings before my sight. mbele ya macho yangu. What is the evil that you're doing? Basi unafanya uovu gani? You are in the church. Wewe uko kanisani. On Sunday, tomorrow is Monday, through Saturday, you are on the streets and you're smoking. Wewe uko kwenye mitaani. My goodness. Put away. Weka kando sigara. That is sin of smoking. Hiyo basi ni dhambi ya kunywa. You are in the church on Sunday. You lift up your hands. You are a tither and you bring good offerings in the church. We are teaching on learning to do good. Tunaongea kuhusu kujifunza kutenda mema. From Monday, Jumatatu through Saturday, fika Jumamosi. where do you park? Wewe unaweka gari lako. There are so many parks that have come on Kangundo Road. There are parks on Eastern Bypass. There are parks on in our estate. This is a Christian on Sunday, but this day he's in the park. Siku hizi hapo kule kwenye wanakunywa vileo. One for the road. Moja ya barabara. Isaiah is saying, Isaiah anasema, put away the evil weka kando uovu of your doing
matendo yenu. Praise the Lord. Wanasifiwe. What is the evil that you do as a lady who is a member of Deliverance Church Saika? Wewe hutenda kama dada aliye kwenye kanisa. What is the evil that you are doing as a man in Deliverance Church Saika? Wewe unatenda kama mwanaume Saika. What is the evil maovu gani that you are doing as a praise and worship team member of Deliverance Church Saika? katika kanisa la Put Saika? away the evil. Weka maovu hayo. You want to come and sing for us, Nataka kuja kutuimbia. and yet you slept in somebody's house. Lakini ulilala kwa nyumba ya mtu. Learn to do good. Jifunze kutenda mema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Listen to this. Sikiza hili. Put the evil away from before my eyes. Weka hayo maovu kando. When Jesus Christ is on the cross of Calvary, Yesu Kristo akiwa kwa msalaba Kalvari and he is crucified, na anasulubiwa, all our sin was put on the cross. dhambi zetu zote zikatundikwa msalaba. And because God's eye does not see sin, Na kwa sababu macho ya Mungu haioni dhambi, his eyes, he turned it from the face of Christ. macho yake akageuka kutoka kwa uso wa That's the Kristo. time when Jesus Christ cried, oh my God, do not leave. Tuweze kuongea. Just because God has turned his face. Kwa sababu tu Mungu aligeuza uso. The moment you don't put away the evil, Usipoweka kando uovu, God is removing his face from your life. Mungu anatoa sura God is yake. removing his face from your family. Anatoa uso wake. Why are you struggling? The face of God has been removed. Why are you in pain? The face of God has been Mbona removed. kwa uchungu uso Put away. ondokea, weka kando. Listen to this. Sikiza hili. Sins. Wacha. Sins. Wacha. In English it's called stop. Nasema wacha. I came to tell somebody to stop that evil. I came to tell somebody to stop that sin. I came to tell somebody stop sinning. God wants to bless you, but he can bless you. Why? Because you're living in Kwa sin. sababu unaishi kwenye dhambi. Move to verse number 17. Twende ubeti wa 17. You are good people, Ninyi ni watu wema. well schooled. Watu ambao mmesoma. Let's be able to read verse number 17 Tuweze again. kusoma ubeti wa 17 tena. What does it go? Nasema nini? Learn to do right. Seek justice. Relieve the oppressed. Correct the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widows. Learn to do good. Jifunze kutenda mema. As I speak in this congregation, Ninaponena katika umati, there are widows. kuna basi There are five people who have no na father. watu mayatima. There are people who have no mothers. Kuna watu wasio There are people who have been oppressed. kuna watu ambao wamefinyiliwa. Listen to this. Sikiza hii. It is not a good thing to oppress. Si kitu chema kufinyilia. There are people who are privileged here to have house girls. Kuna But you're oppressed in your house Kuna girls. watu ambao mna hata wajakazi lakini mnawafinya. Learn to do good. Jifunze kutenda mema. This person has been working for you for the last 3 months. You have never paid them. Huyu mtu amekufanyia Learn to do good. Pay them. kutenda mema, walipe. Are you understanding what I'm saying? Unaelewa kile nasema? Ladies and gentlemen, Mabibi na mabwana, widows in the church. watu wasio na waume, Widows in the church. wasio na waume. You can't greet. Everybody is watching. Who are you greeting? Kila mtu anaangalia, unasalimia. How long are you holding in their hand? Unashikilia huo mkono kwa muda gani? Who are you fellowshipping with? Wewe unashiriki na nani? The ladies do not want to see widows greeting their husbands. Hataki kuona hata wakisalimia waume wao. The widows in the church are property of the church. Wafiwa na waume ni basi la Praise the Lord. kanisa. The Bible is saying, the prophet is saying, plead, speak for. Nasema wanene, nene Speak kwa for the widows. tetea. The widows are not men snatchers. Wajane si watu wa The kuchukua. widows are not here to take our husbands. Wajane hawapo hapa kuchukua. You don't have to be straight to them. They Usiwafinyilie. are Christians, they are born again. Kristo It is just because they have no idea where their rent is coming from. They have no idea where their school fees is coming from. They have no idea where their food is coming watatoa from. chakula chao wapi? Plead for them. Tafadhali Widows. watetee wajane. I was asking myself a question. Ukajiuliza swali. Why did the Messiah also say, and plead for the widows?
Mbona Isaya hakusema pia waliofiwa na wake zao uweze kuwatetea? This is not the Bible. Huyu ni mimi, si Biblia. If my wife dies, mke wangu akifa, I almost get a woman in the funeral. Sasa pata mke mwingine katika matanga yake. You understand what I'm saying? Unaelewa kile ninasema? This is what I'm saying. Hii ndio nasema. That widowers get women so easily. Waliofiwa na wake wao hupata wake wengine kwa haraka. Praise God. And therefore we have no they get married immediately. Sababu hao huoa. Some of us see their women, the women they will marry in the funeral. Wengine wao tunaona wanaoa hata kwenye matanga. You understand what I'm saying? Je, unaelewa kile nasema? The widow. Lakini wajane. Even the brothers-in-law have taken land. The brothers-in-law have taken even the television. The brothers-in-law have taken even the children. The brothers, they have taken even the house. They are saying this to my brother's things. This is my brother's clothes. Hii ni mali ya ndugu yetu. Isaiah is saying, Isaiah anasema, speak for them. Wateteni. Not to do good. Jifunze kusema. Speak for the widows. Watetee wajane. Speak for the fatherless. Watetee mayatima. Put your hands together and just give a clap on the serpent. Hallelujah. Ladies and gentlemen, learn to do good. It is a good thing to pay rent for a widow. But when you pay rent, your wife is asking you, why are you paying for her? Well, you don't have anything going on. I love my father, Bishop J.B. Masinde. There is a time when I got a wind that he was building a house for some widow in Naivasha. Kuna wakati nikasikia anamjengea mjane fulani nyumba. That is a good pastor. That is a good bishop. That is a good father. Huyo ni baba mwema. Are you understanding what I'm saying? Unaelewa kile ninasema? Can you pay the school fees for this women, for these children who have no father? Watoto wao wasiona wazazi. We are saying learn to do good. Tunasema jifunze kutenda wema. Learn to do good. Jifunze kutenda. It is a good thing kitu chema to buy somebody food. Kununulia. It is a good thing kitu chema to pay school fees for people who have no school fees. It is a good thing kitu chema to remember them that have been oppressed. Kuwakumbuka wale waliofinyiliwa. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, we're talking about learning to do good. Tell your neighbor learn to do good. Tell him, shake your neighbor. Learn to do good. To do good. Praise the Lord. I said it in the first service. Nikasema katika ibada, you are a father. Wewe ni baba. You are a father. Wewe ni baba. But you have never taken 10 shillings or 100 shillings or 1,000 shillings and given to your child. Lakini hujatoa pesa yoyote ukampa mtoto wako. As a father, lazima mtoto akuja akugonge ndio akuchukue kitu kutoka kwako. Akudanganye tu ndio apate kitu kutoka kwako. Learn to do good. Jifunze kutenda wema. Praise the Lord. Wanasifiwa. Learn to do good. Be a father. Who can be able to remember 100 shillings and say, I'm giving you this money not because of anything, just because you have anything to do. Sema nakupa hizi pesa si kwa sababu ya lolote, labda ukiwa na kitu chochote cha kufanya. You are a good father. Wewe ni baba mwema. Praise the Lord. Wanasifiwa. You are a good mother. Wewe ni mama mwema. Let me say this. Niseme hili. If all fathers were put together, kama baba wote wangewekwa and they were asked, na waulizwe, is your wife a good wife? Mke wako ni mke mwema? What is the one thing she has done? Ni nini kitu kimoja ambacho ametenda? You can to say my wife is a good wife. She has learned to do good. Mke wangu ni mke mwema, amejifunza kutenda mema. Let me tell you. Nikwambie. In this service, katika ibada hii, Pastor Owen is not here. Mchungaji Owen hayupo. So I assume where we preach is our congregation. Basi na mimi na kwamba kule na ubiri basi. I'm talking to you as your minister. The ladies that are here. The ladies that are here, hear me and hear me well. Kina dada wale. Hear me and hear me well. Nisikize unisikize. The men who have married you are looking for something good that you have learned. Kuna waume ambao wamewaoa ambao wanatafuta kitu chema ambacho it must not be a big thing. Kisiwe kitu kikubwa tu. Learn it today. Jifunze leo. Never give your husband water that is not warm. Usiwahi kumpa mume wako maji yasiyo, iwe ya kuoga, iwe ya kunawa, iwe ya kupanguza uso, iwe ya toothbrush.
Amen. Learn it. Learn it. Learn it. Piga Yesu makofi. Praise God. Bwana asifiwe. Wewe na umekuja kanisani mwetu na tumekufundisha learn to do good. Siwende tu mpatie hata kama ni joto na jua inawaka. Jamani, dadi moja kidogo maji yako inakuja. Ikikuja inakuja maji moto. Bwana asifiwe sana. Anaamuka, anachukua kitu ya kubrush meno, maji yake inakuja maji moto. Ama baba anasema ni wapi unaendanga? Kutoka wende hiyo church, mimi naona vitu vimechange. Learn to do good. Give us celebration unto the Lord. Yesu makofi mshangilie. Wewe ni mshirika wetu na bado unapatia bwana yako maji. Hata ya kuona eti bwana amezoea maji baridi. Hakuna kuzoea. Kutoka kwa Kristo. I understand what I'm saying. Hakuna amezoea yeye wangu anaoga maji baridi. Ni kwa sababu hujampatia maji warm. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I spoke to us when I was beginning. That I'm not coming with a complicated message. I am coming with a very simple message. Kwamba sina ujumbe wa kuchanganya, nina ujumbe ambao ni rahisi kwetu. We are learning to do good. Tunajifunza kutenda mema. It is a good thing to honor your father. Ni kitu chema kumheshimu. It is a good thing to honor your mother. Kitu chema. It is a good thing to respect your husband. It is a good thing to be a member of the church. Kitu chema kuwa mshiriki wa kanisa. Are you a leader in the church? Wewe ni kiongozi kanisani. Learn to do good. Jifunze kutenda wema. What is the good thing that leaders are supposed to do? Ni kitu gani chema ambacho You don't come to church and find your pastor in the church. Uje kanisani upate mchungaji wako ashafika. You are not a good leader. Wewe si kiongozi. It is a good thing to come to church early. Ni kitu chema kuja kanisani. It is a good thing to come to church early. Kitu chema kuja kanisani mapema. Ushaona wadada wanaingia church. Naingia kaka, umeshikilia squeeze ni nguo mrefu, ni lazima ushikilie kidogo. Au umeshikilia kanguo, inakuwa mrefu, lazima ushikilie kidogo. Unashika na style, anakuja kukaa. Who cleaned the table for you? Who cleaned the chair for you? Who came in early? And Kuja mapema na wewe ni kiongozi. you are the one coming to check. Wewe unakuja kutafuta. Uone kama it is a good thing ni kitu chema to come and clean the church, sweep the church, arrange the church, wipe the chairs, learn to do good. Put your hands together and then give a clap. Ndio makofi Yesu. Learn to do good. Jifunze kutenda wema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. A team of good members, men and women that have learned to do good. Watu ambao wamejifunza kutenda wema ndio timu nzuri. Amen. Praise the Lord. Amen. This is a church. A brother meets a brother. Ndugu anakutana na ndugu. Anasema brother Meshach. Ndugu Meshach. How can I be a blessing to you? Je, niwe baraka kivipi? How can I be an encouragement to you? Niwe wa kutia moyo kwa. You have learned to do good. Jifunza kutenda wema. You are saying, here is my shoe. I am believing God for another new shoe. I give you my old shoes. They are still not. Praise God. You have iron that sharp and you are giving for another brother. Your wardrobe is full, but you are mean. Praise the Lord. My brother, let's go to verse number 18. Twende ubeti wa 18. You are a good people. Nyinyi ni watu wema. A Christians that are adopted. Wakristo ambao ningependa. No, they are adopted. Wamesoma. Wamesoma, ni wasomi. Yes, wasomi, they are adopted. Wanasue sana. Ni wasomi. Listen to this. Amen. Can we read 1, 2, 3? Now, says the Lord, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be like wool. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Lord is speaking. Bwana ananena Through the prophet
Isaiah. Pitia nabii Isaya. And he says, come now. Anasema njoni And sasa. let us reason. Reasoning together is thinking together. Tusemezane pamoja, maanisha tufikirie pamoja. Praise God. Come now. Let us think. Let us be able to reason together. Acha tusemezane. Church. Kanisa. The Lord is calling us on the table. Mungu anatuita, anafanya that we may argue out some things. ili tuweze But he speak and he speaks. Anene tunene. Praise the Lord. Wanasifiwa. And he's saying, come the way you are. Anasema njoo. It doesn't matter how you are. Haijalishi. Even if you are living in sin, come. Kama unaishi kwenye dhambi. Let us talk. Wacha tusemezane. So that we can be able to have an idea on how we can be able to come out of status quo. Ndiposa tuweze kuelewana jinsi tunaweza toka mahali ambapo tumetulia. John. He is not saying come so that I can reason with you. Hasemi njoo ndiposa niweze kuwasiliana. Kufikiria. Kufikiria no. He's saying let's think together. Anasema tufikirie pamoja. Let us reason together. Tusemezane. Let us be able to look at different perspectives of the same thing. Tuweze kuangalia kitu katika mtazamo tofauti. Though your sins are scarlet, hata kama they shall be as white as snow. Zitakuwa nyeupe kama theluji. Though they are red, hata kama ni nyekundu, they shall be like crimson. Hata kama ni nyekundu kama bendera, they will be like wool. Zitakuwa basi safi ama nyeupe kama sufu. Because he's out to cleanse us. Kwa sababu hapo ili atuweze. He's out to wash us. Kwa hapo ili atuweze. He's out to forgive us. Kuja niposa. Yes, you have lived in this life of unfaithfulness. Kama umeishi katika maisha ambayo si ya uaminifu. In offering you are unfaithful. Katika kutoa. In marriage you are unfaithful. Katika ndoa. In parenting you are not a good parent. Katika uzazi. In giving you are not there at all. Kutoa wewe hauko. He's saying even if you have lived in that, let us think together. Let us reason together. I'll wash you. Nitakusafisha. The Lord our God is a forgiver. Bwana Mungu ni Mungu wa kusamehe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He is the one who forgives and it is forgiven. He washes and it is washed. Anaosha na itaoshwa. Praise the Lord. Amen. Listen to this. Sikiza hivi. My brothers and sisters. Ndugu zangu. Let me take you to Acts. Niwaelekeze kwenye matendo. Before we go to Acts, let's go to Titus. Kabla ya kwenda matendo ya mitume, twende katika kitabu cha Tito. 3 verse number 8. Tito 3 beti wa 8. Praise God. Wanasifiwe. Catch something. Shika kitu. In learning to do good. Katika kujifunza kutenda mema. Praise God. Wanasifiwe. Catch something. Basi nyakua kitu. That you will be a good Christian. Bacho utakuwa nacho. Pastors are looking for good members. Ngaji wanatafuta washiriki wengi. Members who have learned to do good. Washiriki ambao wamejifunza kutenda mema. A good member of the church. Mshiriki mwema wa kanisa. You see a dress. Unaona vazi. And it fits your pastor's wife. Afu zinatosha mke wa mchungaji. And you buy for her. Na unamnunulia. And you don't go saying, you see, the way she's looking smart. Imagine that dress. It costed me, guess how much? Na wewe ukisema huoni mfuko wangu. Good. That is not good. You don't gift me and then you talk about the gift you gave me. You don't bless me and then you talk about the blessings you gave me. Unazungumza. Praise God. You don't do that. Learn to do good. You bless me and I'm now going to bless you in the open. You bless me the secret. Nibariki katika siri. Are we there? Yeah. Read this slightly longer, but we will read it anyway. Kwa kidogo lakini tutasoma. But let's catch what he's saying. Lakini tunyakue kila anasema. My good brothers and good sisters. Mandugu na madada zangu wewe. Can we close in and get something from here? Tujifungie tupate kitu pale. 1, 2, 3, go. This message is most trustworthy. Hold on. This message. Huu ujumbe is so important. Ni wa muhimu sana. This message is so trustworthy. Ujumbe ni wa kuaminiwa. Yes, Kiswahili kusema kuaminiwa. The message is saying this message is most ni wa kuaminiwa. You don't hear them twice. You get it once and catch it. Unavishika mara moja. Wewe learn to hear once. Jifunze kusikia mara moja. Bwana asifiwe. And especially messages that are trustworthy. Na haswa ujumbe ambao ni wa kuaminiwa. Let's go. Twende. And concerning so hold on a minute.
And concerning these things, na kuhusu mambo haya, what things? mambo gani? Helping the widow. Wasaidia wajane. Concerning these things, what things? Mambo gani? Being faithful in paying your tithes and offerings. Mwaminifu katika kutoa zaka na sadaka. Concerning these things, what things? Kuhusu mambo gani haya? Being a good neighbor. Kuwa jirani mwema. Wacha kukuwa neighbor unaishi kwa flat. Watu wanatembea hapa chini. Unaosha manguo fourth floor. Unamwaga maji hapo chini. Ambia jirani. Praise God. Praise God. Usha. Hawa dada wako wake hapa. Wako imara daima. Hawako. Hapa hapana. Wale wakumwaga maji huko chini. Hawako hapa. Hapa imara daima. That's what I'm saying. The Bible is saying, Biblia inasema concerning these things, kuhusu mambo haya, learning to do good, kujifunza kutenda praise mema. God. Wanasikia. Are you understanding what I'm saying? I am nasema. trying to break this message so that it's simple, that in its simplicity you don't stumble against it. Najaribu kutafuna ujumbe huu ndiposa ukuje kwa urahisi. Listen to this. Sikiza. Concerning these things, I want you to insist steadfastly, Kuhusu mambo haya nataka muyashike kwa nguvu. so that those who have believed in, trusted, the people who have believed in, the people who have trusted in, the people who have relied Wale on, ambao wameegemea. praise God, Bwana asifiwe. that those ones, God may be careful to apply themselves to honorable occupations. Amen. What is your occupation? Asi kazi yako ni gani? Is it honorable? Kazi ya heshima. Do you learn to do good? Jifunze kutenda. The Lord will shift you Mungu atakutoa from a dishonorable job kwa kazi to isiyo a na heshima honorable job. hadi kazi iliyo. Listen to this. Sikiza hii. Learn to be good. Jifunze kuwa Learn to mwema. do good. Jifunze The kutenda. Lord will give you, will shift, will change your occupation. He will change kazi your yako. income. Atabadilisha. He will change your dividend. He will Atabadilisha. lift you from one glory to another glory. Utukufu mmoja hadi mwingine. Be careful. Kuwa wa makini. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are you careful when you're coming to church? Wewe ni makini wakati unakuja Are kanisani. you? Umeendelea katika kuja If kanisani. you are consistent, then I want to see you tomorrow in the evening. Kama unaendelea bila kukoma ni kuone Are you kesho. understanding what I'm saying? Elewa. So that we can be able to begin with me on Sunday, and then we will finish together on Wednesday. Na tumalize pamoja Jumatano. Wait. If you have not learned to do good, Kama haujajifunza kutenda mema, then you are one Christian whom the pastor invites a visitor, gives him 4 days, and then he is alone. basi wewe ni ule Mkristo ambaye mchungaji anaalika mgeni aje ahubiri siku 4 na anajipata peke yake. Praise God. Bwana asifiwe. And yet, your pastor had a lot of hope in you. Ili hali mchungaji He wants you to be lifted up. alitaka uinuliwe. And then tomorrow morning, tomorrow in the afternoon, unajipatia shughuli. Unajipatia shughuli. Unawacha mgeni wa pastor anakuwa peke yake. Kwa sababu wewe, you have not learned to do good. Haujajifunza kutenda mema. Can somebody put your hands together? Just bless the name of the Lord. Tell your neighbor, you. Wewe, We are talking about you. talking about You be here tomorrow, being here tomorrow, so that you can finish this message. so that you can, I assure you, I assure you, your life will never be the same. life will never be the same. Your life will never be the same again. Put your hands together again and just bless the name of the Lord. In this country, Katika nchi hii who are the honorables? ni watu gani ndio waheshimiwa? To me, Kwangu mimi it is not the people you call honorables. sio wale tunawaita waheshimiwa. Hao ni majadili. Wanakula shamba yetu, wanakula doo yetu, wanatuibia. Are you understanding? They don't know, they don't deserve. Hao sio wa kuitwa waheshimiwa tena. Pastor Violet, please, Mchungaji, allow me to just say this. niruhusu niseme hivi. Allow me. The honorables are the people who have learned to do good. Wale watu Men and women who know their church, watu ambao and they know the first 10% of my salary is for church, and they can pay that. That is a honorable. ni kanisani, huyo ni mtu ndiye mheshimiwa. That is a honorable. That is somebody to salute. Huyo ni mtu wa kupiga Because he is a believer in God. This God has promised that
You give your 10%. I open the gates of heaven, pour out a blessing, and they have trusted it. Na wameamini hilo. Can we give them a clap unto the honorable? Wapigie waheshimiwa makofi. Listen to this. Sikiza hili. You and you and you are the people I'm talking about. You are the honorable. It is not the devil to be honorable. We are the honorable sons and daughters of God. Why do I say that? Because my Jesus is honorable. I am an honorable. Wangapi hapa wanajua Ngina Kenyatta? Ngina Kenyatta ni honorable ama hapana? She is a honorable. Yeye ni mheshimiwa. Kama wewe unafahamu lugha rahisi ya Kiswahili ya kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka, je, mtoto wa Mkristo ni nani? Zamani si wewe mtoto wa Kristo? Si wewe ni honorable? Yes. Can the honorables put their hands together? Put your hands together and celebrate. Celebrate our Father. Celebrate our God. Baba yetu. Tell your neighbor from today. From today. Don't allow anybody to intimidate you. You are a honorable. With money in your pocket or without money in your pocket. With a suit or without a suit. You are a honorable. Put your hands together and just celebrate this God. Celebrate the God we serve. Listen to me. The Bible is saying God will be careful to apply good, for such things are not only excellent and right in themselves, but they are good and profitable for the people. Hayo ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu. My brother, ndugu yangu, let me just declare to you. Nikutangazie tu. May God put something profitable in your life. Aweke kitu cha manufaa. May God put something profitable in your marriage. Mungu aweke kitu cha faida. May God put something profitable in your business. Kitu cha faida katika May God put something profitable in your children. Kitu cha faida katika Can we put our hands together and just bless the name of the Lord? He wants to get you honorable. Kufanya mheshimiwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Learn to do good. Jifunze kutenda wema. Learn to do good. Jifunze kutenda mema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You come, this church. Kuja unasema this church does not greet people. I have been coming here for the last 3 weeks. Nobody has come to greet me. Who have you greeted? Praise God. Learn to do good. It's a good thing to greet somebody you don't know. Don't greet only people you know. Praise God. Don't greet only people who live in your estate. Anyway, you live together. Greet somebody who does not live in your estate. Praise God. Amen. This church, when you get trouble, nobody comes to visit with you. Nobody mourns with you. Praise God. If you want fellowship from us, give us fellowship. If you want encouragement from us, give us encouragement. We will encourage you. If you want a smile from me, just smile at me. You will get a smile. Are you understanding? Tell your neighbor it's a good thing to smile in church. It's a good thing to smile in church. It's a good thing to greet members of the church. It's a good thing to greet the members of the church. Praise God. Praise God. Wewe unataka kusalimia na mkono, ushasalimia na mkono ya ugonjwa. Mkono ya ugonjwa. Angalia. Hiyo mkono. Usalamu ni hii. Shika mkono. Every time I come here, I'm so proud. Praise God. Are you understanding? Yes. The Greek is saying I love you. The Greek is saying you are my fellowship member. The Greek is saying I miss you. Are you understand what I'm saying? Tell your neighbor, learn to do good. Greet others. When I finish this, go to Acts. Enda Matendo ya Mitume.
Acts chapter number 9. Matendo ya Mitume 9. And verse number 36. Ubeti wa 36. When we are going to Acts chapter number 9, verse number 36. Hold on a minute. Shikilia pale. The Bible is the Bible of now. Biblia ni Biblia ya sasa. Your miracle now. Muujiza wako sasa. Your blessing now. Baraka yako Hold on a minute. sasa. Your promotion is now. I want to get somebody understand. Your elevation is now. Are you understanding what I'm saying? Your deliverance now. Are you understanding? Unaelewa? The Bible says, Biblia inasema now there was. sasa kukawa na Wacha kukuwa Mkristo wa jana. Praise God. Amen. You want to do church the way your father did church. Nataka kuenenda kanisa kama jinsi babako alifanya. That your father went with 1 and 10 cents. He went with 550 shillings. Nienda na shilingi 50. Wewe ukiwa Mkristo unatoa 50 shillings kwa church. Wewe kwa mwezi ni shilingi ngapi? 200 peke yake. Kama wewe ni Mkristo wa kupeleka eti mimi natoa ngatu 100 jamani, hiyo ni 400. Are you understand what I'm saying? I have no problem in 20 shillings. Sina shida kutoa shilingi. Wewe kutoa 20 shillings, I have no problem with Sina that. shida bado. But my problem is, Lakini shida ni we predict you. sisi tunakujua. Yeah, we know you. Tunakufahamu. Wewe ni wa you. Mwambao. Wewe? Mwambao. We were there with my Tulikuwa wife pale and our children. na watoto wetu. Ndio tufike mara leo kutoka. Lazima tungojea 10. Are you understand? Kuja gari ya 10. But I learned something. Lakini I nikajifunza. learned that my Lord, my God is now. Nikajifunza Mungu. My promotion is now. My blessing is now. I changed my attitude. I changed. I said so. God, change me. Mimi nitatoka kwa 100. Mimi nipeleke 500. Yes. Kuna watu wanatoa tao. Wanakufanga. Mimi nitakuwa mtu wa kutoa tao. Kwa tao kwa church. Na pia kama niko na 20 bob na your best, I will still give it, but you can't predict me. I'm killing prediction. Mimi navunja kufahamiwa. May God remove you from a position Mungu akutoe kwa nafasi kati ya sliti ya nyuma. Are you understanding? Yes. Wewe sio chukua kwa siku nyingine slide ya side. Tunajua ya nyuma. Wewe sikati kwenda. We don't want to predict you. Usikujue tu wewe. Are you understanding? Learn to do good. Jifunze kutenda wema. Praise the Lord. Amen. Nimesema Wewe ni dada kwa slide ya nyuma. Kuna kasliti kengine kanoma sana kanatokea hapo. Praise God. Amen. Na saa zingine if you're here you are a good designer. Design another slit even in front. Are you understanding what I'm saying? Praise God. We are saying tunasema that